Tusimame, tupige makofi mwenye amejiandaa ni kwa ajili ya neno la msingi. Piga makofi mazuri. Amen. Bwana asifiwe. Ongeza makofi tena mazuri. Amen. Haleluya. Mungu ni mwema. Amina. Bwana asifiwe. Tunashukuru Mungu asubuhi ya leo kwa kutuwezesha na kutulinda na kutukusanya tena. Bwana asifiwe. Tukamwabudu Mungu. Bwana asifiwe. Haya ndio mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe. Watu wawe pamoja, wamwabudu Bwana kwa pamoja. Bwana asifiwe. Nataka tuingie katika neno la Mungu bila kupoteza wakati. Funga macho yako tuombe. Baba, katika jina la Yesu, acha Bwana tukushukuru kwa asubuhi ya leo. Asante Bwana kwa kutuwezesha na kutupa nafasi nyingine tena Bwana ya kukuabudu. Jehova, tunajikabidhi mbele yako. Tunapoenda Bwana na kusikia neno lako. Naomba Bwana ukatusaidie neno hili Bwana likawe la msaada katika maisha yetu. Pokea sifa na utukufu maana wewe ni Mungu. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Bwana asifiwe. Nataka tukashirikiane neno la Mungu kwa dakika kidogo, alafu tutabarikiwa. Fungua kitabu cha Petro wa pili, mlango wa pili, kuanzia mstari wa kwanza. Naomba nisomewe kwa Kiswahili. Petro wa pili, mlango wa pili, mstari wa 3. Mlango wa pili mstari wa 3. Samahani, Petro wa pili mlango wa kwanza mstari wa 3. Mlango wa kwanza. Mlango wa kwanza. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Maneno haya ni maneno ya Peter. Bwana asifiwe. Amen. Akijaribu kuelezea vile Mungu anafanya kazi. Bwana asifiwe. Anajaribu kuelezea ukuu wa Mungu jinsi ulivyo. Bwana asifiwe. Anasema kwa kuwa uwezo wake wa uungu, huyo Mungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa. Bwana asifiwe. Kwa uwezo wake Mungu ametukirimia vitu vyote. Bwana asifiwe. Alafu anasema vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na kwa wema wake mwenyewe. Bwana asifiwe. Yaani Mungu kwa uwezo wake mwenyewe alituita. Bwana asifiwe.
alituchagua kwa mapenzi yake mwenyewe. Halafu baada ya kutuchagua akatukirimia vitu vyote. Bwana asifiwe. Vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa. Bwana asifiwe. Kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake. Bwana asifiwe. Ukisonga mbele kidogo, anasema tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Bwana asifiwe. So Mungu alituchagua kwa mapenzi yake mwenyewe. Bwana asifiwe. Kwa uwezo wake akatuita. Sisi tulijichagua. Bwana asifiwe. Yaani hivi tunakuja kanisani si kwa eti ni kupenda kwetu. Bwana asifiwe. Ni Mungu alituchagua kwa mapenzi yake mwenyewe. Bwana asifiwe. Na baada ya kutuchagua akatukirimia vitu vyote. Bwana asifiwe. Vitu vipasavyo uzima, yaani vitu vya hapa duniani, vitu vya utauwa na vitu vya Bwana asifiwe. Vitu vya utauwa, vitu vipasavyo uzima na vitu vya utauwa. Bwana asifiwe. Kwa kumjua yeye. Bwana asifiwe. Naam, na kwa sababu hiyo mkijitahidi sana kwa upande wenu, katika imani yenu tieni na wema, na katika wema wenu maarifa. Bwana asifiwe. So kuna mambo mawili hapa nataka tujifunze kidogo. Bwana asifiwe. Baada ya Mungu kutuita na kutuchagua, alitukirimia vile vitu tunahitaji. Bwana asifiwe. Halafu baada ya kutukirimia akatuacha na sisi pia kuna vitu vyetu ambavyo inatupasa tufanye. Bwana asifiwe. So Mungu yeye alifanya kazi yake. Bwana asifiwe. Baada ya kutuokoa na kutuchagua akatukirimia vile vitu ambavyo tunahitaji. Bwana asifiwe. Halafu na sisi pia tuko na sehemu yetu ambayo tunapaswa kufanya. Bwana asifiwe. Ndio hapo mstari wa 5 anasema, naam, kwa sababu hiyo mkijitahidi sana kwa upande wenu. Bwana asifiwe. Upande wetu yeye amefanya sehemu yake na sisi tuko na sehemu yetu. Bwana asifiwe. Mkijitahidi sana kwa upande wenu, katika imani yenu tieni na wema, na katika wema wenu maarifa. Bwana asifiwe. Na katika maarifa yenu kiasi, na katika kiasi chenu saburi, na katika saburi yenu utauwa. Bwana asifiwe. So kuna sehemu mbili, kuna sehemu ya Mungu na sehemu yako wewe kama mwanadamu. Bwana asifiwe. Baada ya Mungu kuchagua, kuna vile vitu anatarajia na wewe ufanye. Bwana asifiwe. Yeye tayari amekukirimia uzima, amekukirimia vitu vyote vinavyopasa maisha. Bwana asifiwe. Lakini wewe uko na sehemu yako pia unapaswa ufanye. Bwana asifiwe. Hiyo ndio tulikuwa tunaambiwa asubuhi hapa na Pastor Joseph ya kwamba utaitolea hesabu siku ya mwisho. Bwana asifiwe. Pamoja na yale mambo yote ambayo unataka kufanya, lakini kuna ile Mungu amekuambia ufanye, hiyo siku utaitolea hesabu. Bwana asifiwe. Atakuuliza hiyo siku ulifanya nini ukiwa duniani. Bwana asifiwe. So baada ya Mungu kutuchagua, kuna haya mambo alitupa. Bwana asifiwe. Kila kitu tumepewa na Mungu. Bwana asifiwe. Uzima ametupa kila kitu. Biblia inasema ametukirimia vitu vyote. Bwana asifiwe. Vitu vyote ni kila kitu. Kile kitu unahitaji Bwana amekupa. Bwana asifiwe. Kwa uwezo wake ametukirimia vyote. Bwana asifiwe. Lakini na sisi pia Biblia inasema, na kwa sababu hiyo mkijitahidi sana kwa upande wenu. Bwana asifiwe. Kwa upande wetu Biblia inasema tujitahidi tena sana. Bwana asifiwe. Yaani ni kwamba si rahisi vile kama vile tunafikiria, lakini ni mambo ya kujitahidi sana. Bwana asifiwe. Yaani tujitahidi sana kwa upande wetu katika imani. Bwana asifiwe. Tujitahidi sana katika imani. Bwana asifiwe. So imani unajitahidi, unafanya zoezi ama practice ama unafanya kazi. Bwana asifiwe. Ndio kujitahidi. Yaani unajitahidi katika mambo ya Mungu. Bwana asifiwe. Na si katika imani tu. Bwana asifiwe. Anasema mkijitahidi sana katika imani. Bwana asifiwe. Amen. Na
katika imani tieni na wema. Bwana asifiwe. Yaani si imani peke yake, katika imani unaongeza na wema. Bwana asifiwe. Na si wema tu, katika wema unaongeza na maarifa. Bwana asifiwe. Na si maarifa peke yake, katika maarifa unaongeza na kiasi, na katika kiasi unaongeza na saburi, katika saburi unaongeza na utauwa. Bwana asifiwe. So ni mambo mengi tu, yani mambo mazuri mazuri. Bwana asifiwe. Ambayo Bwana anakutarajia wewe uyafanye. Bwana asifiwe. Kwa sababu alikuita, hatukuitwa bure. Bwana asifiwe. Hatukuitwa bure. Bwana asifiwe. Yeye alituita kwa uwezo wake. Biblia inasema kwa uwezo wake wa kiungu. Bwana asifiwe. Yaani vile venye anapenda yeye mwenyewe, venye ilimpendeza akamuita Pastor Kazungu. Bwana asifiwe. Kwa uwezo wake yeye mwenyewe. Halafu akamupa mambo yote yale anahitaji. Bwana asifiwe. Baada ya kumpa mambo anahitaji, halafu na yeye sasa kuna kitu afanye kwa ajili ya Bwana. Bwana asifiwe. So nataka niwaambie ya kwamba kuitwa kwetu si bure. Bwana asifiwe. Hatukuitwa tu bure na Mungu. Bwana asifiwe. Mungu anatarajia kitu kutoka kwako. Bwana asifiwe. Kuna kitu Bwana anatarajia kutoka kwako. Kumfanyie. Bwana asifiwe. Katika imani tieni na wema, katika wema utauwa, katika utauwa na hayo yote ambayo yalitajwa. Bwana asifiwe. So tunapofanya hivyo itakuwa inampendeza Mungu. Bwana asifiwe. Kuna kitu wameongea hapa chini. Acha tumalizie tu na hapa. Mstari wa 8. Maana mambo hayo yakiwa kwenu na kujaa tele, yawafanya ninyi kuwa si wavivu wala si watu wasio na matunda, kwa kumjua Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Haya mambo haya yote ambayo yametajwa yakiwa ndani yenu. Bwana asifiwe. Biblia inasema yanawafanya ninyi kuwa si wavivu wala si watu wasio na matunda. Bwana asifiwe. Naona sasa kile kitu cha maana hapa ni haya matunda ndio yanatakikana. Bwana asifiwe. Because haya ndio utaenda utamwambia Bwana nilifanya hivi na hivi, alafu matunda ndio haya. Bwana asifiwe. Unakumbuka wale walipewa talanta, walienda wakatoa hesabu, alafu wakaambiwa maneno pale. Bwana asifiwe. So haya matunda ndio yanahitajika. Bwana asifiwe. Biblia inasema mambo haya yote yakiwa kwenu, mtakuwa si wavivu bali ni watu wa kuzaa matunda. Bwana asifiwe. So ni jambo la kutilia maanani sana ya kwamba tujitahidi katika upande wetu. Bwana asifiwe. Kutenda yale mambo Bwana, yale mambo ambayo inatupasa kufanya. Bwana asifiwe. Maana katika kutenda hivyo tutakuwa ni watu wenye kuzaa matunda wala si watu wavivu. Bwana asifiwe. So mimi nataka nimalizie hapo. Nasema Mungu awabariki sana. Amen.